Tume ya Chande imetaja uzembe mwingi tu, eti hata kuwepo kwa vijana 500 walipewa mafunzo ya kufanya ghasia katika maeneo mbalimbali nchini kwa siku 28, na eti moja ya kambi hizo ilikuwa ni nyumba moja ilikuwa mita 10 kutoka kituo kimoja cha polisi. Kamati kuu imeshtushwa sana na kauli hii, kwani kama ni kweli basi nchi hii haipo salama na hatuna vyombo vyenye weledi vya ulinzi na usalama na vinatakiwa vivunjwe mara moja. Kutokana na kutoaminika kwake, kamati hii kuu inasema tume hiyo haramu ya Chande iligeuza kuwa kitengo cha propaganda cha CCM na Samia Suluhu Hassan, kwani ilichokisema hakina mantiki na ni kejeli. Aidha, kamati kuu imeshtushwa na kauli hiyo, eti vijana walioandamana walilipwa fedha kati ya shilingi 5,000, 10,000 hadi milioni 5. Je, ni nani alipa fedha hizo na vyombo vya ulinzi vya usalama vya ulinzi na usalama venye taarifa za kiintelijensia vilikuwa wapi? Je, mtu ambaye hana ajira anahitaji kulipwa ili adai haki yake? Je, mtu ambaye ndugu yake ametekwa na kudhalilishwa anaweza kuandamana tu kutokana na kulipwa fedha? Ni wazi kuwa tume hii haiwaheshimu Watanzania. Kejeli na propaganda chafu za tume hii hazikuishia hapo, kwani imesema eti polisi na vyombo vingine vya usalama wanasema walishtukizwa na wakuwa wamejiandaa vya kutosha kwa aina ya ghasia zilizotokea. Hii si kweli hata kidogo, kwani mnamo Januari 2024 kama tulivyosema hapo juu, Samia Suluhu Hassan alikuwa ametoa agizo kwa JWTZ kujiandaa kushiriki katika kusimamia uchaguzi mkuu. Aidha, katika mwaka 2025 alitoa kauli za kuonyesha kuwa hakutakuwa na maandamano yote yale isipokuwa ya watu kwenda kupiga kura. Aidha, Samia alisema licha ya kuwa yeye ni mgombea wa urais, lakini bado ni amiri jeshi mkuu na kuwa hakutakuwa na nywinywi wala nyunyunyu. Je, huo si ushahidi tosha wa kuwa jeshi la polisi na vyombo vya usalama vilikuwa na taarifa tosha za mipango ya maandamano hayo? Na kama vilikuwa na taarifa hizo, kwa nini havikuchukua hatua za kuzuia na kuweza kukabiliana kwa nguvu isiyo ya kujeruhi na kuua? Je, kauli za Albert Chalamila hazionyeshi kuwa tayari serikali ilikuwa na habari na maandamano hayo? Je, yale magari mengi mapya ya polisi yalikuwa yameletwa kufanya nini? Tume imetoa takwimu zinazokinzana na idadi ya watu waliouawa na kusema kuwa eti waliuawa ni watu 518, ambapo wanaume ni 490 na wanawake ni 28. Kamati kuu inasema kwa kauli moja kuwa idadi hiyo sio sahihi hata kidogo, kwani ina taarifa za kuaminika kuwa ni maelfu ya Watanzania waliouawa na miili yao kuchukuliwa na kurudishwa katika vyumba vya maiti kama mizoga. Aidha, mauaji ya kule Tunduma yalikuwa makubwa ya kuzungumzwa kabisa. Tume ilijifanya eti kuwa ilikuwa na wataalamu wake wa mitandao na jiografia, remote sensing and geographical information system, ambao walisema kuwa madai ya kuwepo makaburi ya halaiki hayawezi kuthibitishwa. Kamati kuu inasema wataalamu hao wa kificho wa tume hiyo haramu hawaaminiki na kazi walipewa ilikuwa ni kuficha na si kubaini ukweli. Kamati kuu inakumbusha kuwa mnamo mwaka 1960 katika mauaji ya Sharpeville huko Afrika Kusini ni watu 91 waliouawa na 238 waliojeruhiwa. Katika mauaji ya Soweto mwaka 1976 ni kati ya watu 500 hadi 700 waliouawa na zaidi ya 2000 waliojeruhiwa. Kamati kuu inasema kuwa hata kwa takwimu zisizoaminika za tume ya Chande, watu 518 waliuawa na 2000 na zaidi waliouawa yanafanya mauaji yaliyofanywa na utawala wa haramu wa Samia kuwa ni mauaji ya kiwango kikubwa cha kushtua dhamira ya mwanadamu, shocking to human conscience. Kamati kuu iliziangalia taarifa za ripoti na makala za habari au documentaries za vyombo vya kimataifa vya habari CNN, Al Jazeera, BBC na Deutsche Welle na kuziona kuwa zilitoa taarifa za mauaji hayo pamoja na ufichwaji na uzikwaji wa maiti katika makaburi ya halaiki ambazo zinaendana na zile zilizonazo kutoka kwa viongozi na wanachama wake. Hivyo kile kilichosemwa na Jaji Chande na tume yake haramu ni uongo mtupu na unatakiwa udharaulike hivyo.